kisa kama hichi katika suratul A'raf. Mwenyezi Mungu anamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam atusimulie ni kwamba yani mtu alikandamana na dunia akaweza kuyasahau ya Allah. Kwa hiyo ikiwa sisi tutazingatia sana, kuna maisha ambayo ni maisha ya akhira, ya siku ya mwisho. Kwa hiyo tutafanya nini? Na tujue Mwenyezi Mungu atakwenda kutuhukumu. Hakika hatutaweza kushikamana na dunia kama hizi. Tutajua hakika katika hii dunia maisha ni katika majaribio, ni katika mtihani ya maandalizi ya akhira. Kwa hiyo utaweza kufanya nini? Utaweza kuzingatia. Nyingine pia kuna mleta yani mwanadamu kule kuangalia yani masala yake ya kustahimili. Mengi sana yanatokea ndani ya dunia. Na mengi sana wengi wanashindwa kustahimili kwa sababu hawana imani ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kuhukumu siku ya mwisho. Kwa hiyo wanafanya nini? Wengine wanaingia katika kupotea, wengine wanaingia katika kujiua, kujiangamiza. Kwa hiyo inakuwa ile, kwa hiyo ukiwa na yani tuseme na mtazamo wa kuweza kuangazia na kuona umuhimu wa siku ya mwisho, utakuwa mstahimilivu. Yani mstahimilivu kivipi? Yani mwanadamu anapatikana na majaribio mengi sana katika hii dunia. Mwanadamu anakuwa yani anaingia katika mateso, anadhulumiwa, anaingia katika kunyang'anywa haki zake kama tunavyoona. Hakika kuna wale ambao wana nguvu ndani ya dunia, wako na power ndani ya dunia, ambao wakikudhulumu huna kokote kule ambapo utakwenda kuwashtaki wewe ili kwamba uchukue ile haki yako, ama kwamba yani tuseme uende ukawashtaki waweze kutiwa nguvu, waweze kurudi nyuma katika ile dhulma yao, wasiweze kufanya dhulma. Hakika la, hawawezi, ila Allah peke yake tu ndiye anaweza kusimamisha hiyo haki. Kwa hiyo ukiona masala kama haya mwanadamu, utajua kwamba Mwenyezi Mungu peke yake ndio anaweza kunirudishia haki kama hii, na kwamba unaamini kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye haki, na kwamba yani Allah Subhanahu wa Ta'ala mateso yote yale yanaendelea ndani ya hii dunia, ama dhulma yoyote inaendelea ndani ya hii dunia, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikiwa itakabiliana tuseme na subra yako na imani, Allah Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kuirudisha haki kama ile kwako huko akhira, na atakwenda kumshika yule ambaye ni dhalim, ambaye amekudhulumu katika hii dunia. Mwenyezi Mungu atamkamata katika siku hiyo na atakumuingiza katika adhabu yake ambao ni kali, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala amekataa kabisa, ni yuko mbali na ambao wanaodhulumu. Kwa hiyo hapa mtu akizingatia kama haya, anakuwa na nini? Anakuwa na ustahimilivu, anakuwa na subra. Yani kwamba nini? Mwenyezi Mungu atakwenda kunilipia masala kama haya, atanirudishia haki yangu akhira. Kwa hiyo na ukiangalia hapa sana leo, tukiangalia ni mfano yani tukitoa urahisi, tukiangalia ndugu zetu wako Palestine, ni kwamba yani wanadhulumiwa ambao na mtu ambaye dunia nzima tumepiga kelele kwamba yani hawezi kuachilia katika dhulma kama ile, lakini kwa sababu ya yeye na nguvu zake zile amepewa na Mwenyezi Mungu ndani ya hii dunia, na akazitumia vibaya nguvu kama hizo, na hakuna yule ambaye ni wa kuweza kumzuia yeye ama kumuingiza katika adhabu, kwamba ukidhulumu utaingia katika adhabu kama hii, ama kuchukuliwa nguvu kwamba dhulma yako ukiifanya basi adhabu yake ni hii, pale ataweza kuogopa na kurudi nyuma. Lakini ukiangalia katika hii dunia hakuna, tumepiga karibu dunia nzima watu wamepiga kelele katika masala asiweze kudhulumu, lakini kwa sababu ya nguvu zake na kibri chake amekataa, na mpaka sasa anaendelea katika dhulma yake. Kwa hiyo ikiwa tutafanya ni subra, na ikiwa wale ambao ni ndugu zetu ambao ni katika Palestine, Mwenyezi Mungu awajalie nusra na salama inshallah, na kama Mwenyezi Mungu awajalie kile ambacho ni haki yao wasiweze kupokonywa. Ni kwamba yani Mwenyezi Mungu ukiwa na imani na subra, ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kukulipia siku ya akhira. Kwa hiyo hii itamfanya mwanadamu huyo kuwa mstahimilivu, na Mwenyezi Mungu na kwa wao tukiwaona kwamba wamekuwa na subra kubwa na ustahimilivu, ni kwamba wanaamini kwamba Mwenyezi Mungu atahukumu, na kwamba kuna siku ya mwisho ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala atawarudishia haki zao. Kwa hiyo ndipo pale unawaona alhamdulillah, yani wanakuwa wanamshukuru Mwenyezi Mungu na kustahimili na kuwa na subra. Kwa hiyo hii ni nini? Ni kwa sababu wamezingatia kwamba kuna siku ya mwisho, ama kuna siku ambayo Mwenyezi Mungu atahukumu. Kwa hiyo hapa hii katika imani yetu ya kuzingatia siku ya mwisho, ni kwamba kujua kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kuhukumu katika siku kama hii, na kwamba ndani ya hii dunia uweze kuwa mstahimilivu. Kwa hiyo inakupa ile kustahimili. Na nyingine pia tukienda sana ni kwa sababu yani itakupa yani matarajio, yani inampa mtu yani matarajio katika mafanikio ya maisha mapya. Yani kivipi? Yani tuseme katika maisha mapya katika hii dunia kuna wale ambao wanamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kihakika, na wako katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanazo. Lakini ukiangalia katika maisha yao, maisha inakuwa ni maisha tuseme ni duni, ama maisha ambayo ni mazito, ama wengine pia ukiwaangalia
wanakuwa katika afya yao yani wamedhoofika, lakini wanaishi katika hii dunia kwa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Nini kinawafanya wao sana zaidi kukaa katika njia ya Mwenyezi Mungu na kuendeleza kufanya mema? Ni kwamba wanaamini na siku ya mwisho na kuzingatia kwamba iko siku ya hukumu na iko siku ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atatujalia mafanikio ya maisha mapya. Ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa umemridhisha na kutenda mema na katika hii dunia umekaa katika maisha ya taabu, kwa hiyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kule katika akhira akija kikufufua yani na akisha hukumu akituingiza katika janna, yani mwanadamu atakuwa na maisha mengine ni mapya na maisha mazuri zaidi, na atakuwa hana udhia wowote katika mwili wake, hana udhia wowote katika maisha yake, na atakuwa ni mwenye kuishi milele katika maisha ambayo ni ya mafanikio. Kwa hiyo hii inamfanya mtu kufanya nini? Ukizingatia katika siku ya mwisho inakufanya wewe kuweza kukaa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuweza kuwa na matumaini kwamba kutakuwa kwa hakika na maisha ambayo ni maisha mapya, si maisha kama haya. Na nyingine pia ni kumfanya mwanadamu hakika kuweza kutekeleza yani katika kuzingatia kwake katika siku ya mwisho kuna kuleta wewe kuweza kutekeleza ibada zako. Yani kivipi yani? Hasa mwanadamu yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuleta ndani ya hii dunia na sheria. Mwenyezi Mungu hajakuleta bure bure hivi. Amekuleta na sheria kwamba uweze kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, na katika kumwabudu kuna vipengele ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala anataka vifuate kisawa sawa ili kwamba kuweza kupata radhi zake na rahma zake na thawabu zake siku ya mwisho, ambao kwamba itakwenda kufanya nini, ambao utakuwa umefuzu ama umefaulu mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ibada zenyewe ni katika kushiriki katika swala, katika kuswali, katika kufunga, katika kusoma Qur'an. Haya yote yani ibada zote zile ambazo ni za kisheria yani zinakulazimu wewe kuzifanya, yani ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala yani amemleta Mtume sallallahu alaihi wasallam kuweza kukuongoza katika hayo, yani ukaweza ukashikamana na haya, hakika inakuwa inatakasa yani nafsi yako, inakuwa inatakasa ile nafsi yako na kuna kuwa na ukuruba baina yako na Mola wako. Kwa hiyo unapata ile ukaribu baina yako yani wewe na Allah Subhanahu wa Ta'ala, na pale ndipo pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mja kama huyu akipata ukaribu na Allah Subhanahu wa Ta'ala, anapoinua mikono yake kumwomba Mwenyezi Mungu dua, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala uzijibu dua zake, na Mwenyezi Mungu huwa anamneemesha katika dunia na katika akhira. Kwa hiyo inakuwa yani ikiwa mtu utazingatia masala kama haya ya kufikiria na kujua kwamba iko siku ya mwisho, kwamba Mwenyezi Mungu atakwenda kunihukumu katika haya yote ambayo ninayafanya, basi atakuleta wewe katika kutekeleza ibada zako, katika kusimamisha ibada zako kuwa ni sawa na katika kuzipata radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana wa sisi kuzingatia katika maisha ambayo ni ya siku ya mwisho, na kuzingatia kwamba kwa imani ya kwamba hakika siku kama hii itakuja, itafanya nini, itafika hakika. Na imani nyingine pia ya kuzingatia yani hapa tukimalizia tuseme katika kipengele hichi ni kwamba kunamleta yule mwanadamu yani katika masala ya yeye kufanya tauba na kuomba msamaha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa utazingatia kwamba kutakuwa na siku ya mwisho, hakika kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kuhukumu nayo, ni kwamba yani ni mpaka mwanadamu aweze kukaa na atambue kwamba ana udhaifu fulani yani wa kibinadamu, lazima utampelekea katika masala ya kufanya dhambi, katika masala ya kukosea yani kuanguka katika maasi. Lakini sasa katika masala yale ya kufanya dhambi ama kuanguka katika maasi, Allah Subhanahu wa Ta'ala amekupatia mlango ambao ni kufanya tauba, yani katika wewe kurudi nyuma kuweza kuomba msamaha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mwanadamu atajitahidi sana katika masala ya kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa utazingatia kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kuhukumu, hakika utakuwa huwezi kuendelea mbele tu na maasi, utarudi nyuma katika kumwomba Mwenyezi Mungu akusamehe madhambi yako na katika kufanya tauba ya kisawasawa. Na tauba yani tukizungumzia tauba ni mtu kujisafisha kutokana na dhambi, yani ni kwamba hutorudia katika dhambi ile tena, yani umejisafisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba yani nilikuwa nimeingia katika maasi fulani, yani na katika kujisafisha kwako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nimetubia leo kwa mpaka kiyama sitoingia katika maasi kama hii. Kwa hiyo ni nini? Ni Mwenyezi Mungu yani ni mtu kuzingatia hapa kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kumhukumu nayo, na kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ghafiliki na chochote tunachokitenda, yani Allah Subhanahu wa Ta'ala akona rekodi yote ya masala yote tunayoyafanya. Kwa hiyo saa zote yani mwanadamu anastahili kurudi nyuma kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa msamaha, kwa maghfira yote, na katika masala hasa ya dhambi na kila kitu anastahili kufanya tauba yake.
ikiwa sana atashikilia masala kama haya ya kufanya toba, hakika na asili yake ni kwamba yani hisia zake zote ziwe katika njia yani ya kumridhisha Allah na kufanya yale yote ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyapenda. Naam, tukizungumzia haya ni kwamba haya ni katika kuzingatia katika yale yote yani mwanadamu anafaa yani ayaangalie yatakwenda kumsaidia mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hii katika darasa yetu ya leo tulikuwa tumezungumzia ni kwamba yani huyu mwanadamu yani kuna umuhimu gani kwa yeye katika yani kuwa na imani ya siku hii ya mwisho. Yani ukiweza kuhifadhi hizi vipengele ambazo tumezitaja zote ni kwamba katika imani yako itaweza kukuza, yani itaweza kukua katika ile imani yako ya kuweza kufikiria kwamba kuna siku hii ya mwisho na kuweza kukuweka wewe katika njia ambayo ni njia ya sawa ambayo hutaweza kumwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ni vile naona ni wakati lakini kisa tungekitoa kidogo isipokuwa toa ina neno, wacha tu niwaruhusu wasikilizaji, ikiwa mtu ana swali anaweza piga simu nambari zetu zile zile 0727444454 na ustadha wetu akiendelea kutoa hicho kisa unaweza tuma ujumbe mfupi kwa hiyo namba. Na ameendelea ustadha. Naam, alhamdulillah. Salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naam, tukiendelea ni kisa ambacho tulikuwa tumezungumza katika darasa lililopita kwamba hakika tutakuwa tunatoa kisa ama tunagusia visa ambavyo ni kidogo, na katika darasa ambalo lililopita tulizungumzia kidogo katika maisha ya Nabii Isa alayhi salam. Na katika maisha ya Nabii Isa alayhi salam ikaja yani katika fikra ya kuweza kuzungumzia yani vipi Nabii Isa alayhi salam atarudi katika hii dunia yani katika huu ulimwengu, na inafungamana na alama za siku ya mwisho. Naam, ikiwa tumezungumzia leo katika masala ya kuzingatia yani katika siku ya mwisho, ni uzuri zaidi yani tugusie yani katika vipengele hivyo. Yani hatutaingia sana ile katika yale Mwenyezi Mungu atatujalia kuyasema yani katika alama tu yani kugusia, na hii inagusia katika maisha ya Nabii Isa alayhi salam. Na si kwamba yani tumegusia yote, ni kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake ndio yuko accurate sana na masala ya siku ya kiyama. Hakuna yeyote yuko accurate ila ni katika hadithi ya Rasul sallallahu alayhi wasallam inavyosimulia. Naam, katika kusimulia yani alama za siku ya mwisho, ndipo pale siku ya mwisho yani kuweza kusimama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenda kutuhukumu sisi wote waja wake. Mwenyezi Mungu atujalie katika siku kama hii, yani atujalie katika mizani yetu kwa ni mizani ambayo ni ya sawa yani ambayo itakayoweza yani kutuingiza sisi katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kutupeleka mpaka janna. Kwa hiyo Nabii Isa alayhi salam kama anavyozungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ni alama ya siku ya mwisho, ya siku ya kiyama yani katika kiyama kusimama, na anasema kwamba Nabii Isa atarudi katika ulimwengu. Kivipi yani anazungumza? Katika hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu anazungumza, anasema kwamba siku hiyo wamekaa na Rasul sallallahu alayhi wasallam, na hadithi imepokewa na masahaba wengi wamezungumzia katika vipengele vyao. Kwa hiyo anazungumza anasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amezungumza akasema, hakika Nabii Isa mtoto wa Maryam atashuka katika ulimwengu, na katika kushuka kwake wale ambao watakuwa hapo atashuka katika mji ambao ni wa Damashq yani Damascus, yani katika kule ni Jerusalem, kuna mji kama huo na kuna mnara ambao ni mweupe Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumzia. Kwa hiyo amesema atashuka katika sehemu kama ile, na katika kushuka kwake katika sehemu kama ile watu wale ambao watakuwa hapo watamuona hakika Nabii Isa akishuka kutoka katika mawingu, yani atakuwa ameelekea ni mikono yake yote itakuwa imelalia tuseme ni mbawa za malaika, yani upande wa mkono wa kulia na upande wa mkono wa kushoto, lakini watu hawataweza kuona malaika, watamuona Nabii Isa. Na Nabii Isa alayhi salam atashuka yani mpaka katika mlima, yani watamshukisha mpaka juu ya mlima. Kufika katika juu ya mlima, Nabii Isa alayhi salam atashuka na miguu yake mpaka chini, na akija kufika chini atamkuta yuko Imam Mahdi. Na siku ambayo Nabii Isa alayhi salam atashukishwa katika huu ulimwengu ni siku ambao kumejaa yani corruption nyingi, yani kumejaa machafuko, fisadi nyingi yani, na kumejaa dhulma ambazo ni nyingi sana zitakuwa zinaendelea ndani ya hii ardhi, ndani ya hii dunia. Na Nabii Isa atakapokuwa ameshuka kutoka kuna Imam Mahdi tayari atakuwa yuko ndani, atakuwa yuko katika hii dunia. Kwa hiyo atakaposhuka atashuka mpaka pale ile sehemu Imam Mahdi yuko, na inazungumza katika riwaya inasema akishuka itakuwa imesimama katika wakati wa swala, itakuwa ni saa ya swala imesimama ama watakuwa kwenye swala, lakini riwaya ambayo inazungumza sana ni kwamba itakuwa ni wakati wa swala. Na nyingine pia wanakhtalifiana, ima itakuwa ni swala ya dhuhur na ima itakuwa ni swala tu imetajwa ni wakati wa swala.
Kwa hiyo akishuka pale Imam Mahdi atamtambua kama huyu ni Nabii Isa alayhi salam. Kwa hiyo atamueleza kae mbele aweze kuswalisha, na Nabii Isa alayhi salam atakataa katika ile kuswalisha. Atamwambia Imam Mahdi ndio imam, kwa hiyo asimame mbele aswalishe, na Imam Mahdi alayhi salam atasimama mbele kuswalisha na atamswalisha Nabii Isa. Nabii Isa atakuwa nyuma yake. Na katika mafunzo haya anatuonesha kwamba Nabii Isa atashuka kama Nabii Isa alayhi salam, na si kwamba na mafunzo mapya, ila ni kwa maana nini, kutekeleza yale yote Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amekuja nao, na katika sheria ambazo Rasul sallallahu alayhi wasallam amekuja nazo. Kwa hiyo atakuja Nabii Isa alayhi salam, atakuja kufuata sheria za Mtume sallallahu alayhi wasallam alizokuja nazo, ambazo ni zile zile mitume walitumwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo atakuja na sheria mpya. Kwa hiyo ataswali nyuma ya Imam Mahdi, na atakapomaliza swala atamueleza Imam Mahdi kwamba yeye ana jukumu la kuweza kulitimiza ile jukumu, na lazima aelekee upande wa mashariki. Mashariki ni est. Mashariki. Naam, kwa hiyo lazima aelekee upande kama ule. Kwa hiyo Nabii Isa alayhi salam atakwenda upande wa east, na kwenda upande wa east hakika atakwenda atakutana na Dajjal, Masihi Dajjal. Atakutana naye katika barabara. Mtume sallallahu alayhi wasallam anazungumza, anasema barabara yenyewe itakuwa ni barabara ya Iraq na Sham. Yani barabara hii itakuwa imeshikana, pale imeshikana, yani imekutaniana, ni barabara ya Iraq na Sham. Yani Sham leo ni barabara ya Syria. Ni kwamba Dajjal atakuwa amesimama pale kama pale, na kisha mara amemuona Nabii Isa alayhi salam. Atakuwa hana budi na kila kitu Nabii Isa alayhi salam, basi katika kutimiza atamuua Dajjal, Masihi Dajjal, katika mlango ambao unaitwa Luda. Kwa hiyo hapo itakuwa ni mwisho wa Dajjal, Masihi Dajjal, na Nabii Isa alayhi salam atarudi kushikamana na Imam Mahdi. Imam Mahdi ako na makundi yake ya majeshi, na Imam Mahdi katika Imam Mahdi kwa katika hii dunia ni kuondoa fisadi yote ndani ya hii dunia, na katika kuiweka hii dunia katika amani na iwe katika uadilifu. Kwa hiyo Nabii Isa alayhi salam atamsaidia Imam Mahdi katika haya, na atamsaidia katika dua, katika kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, na Mwenyezi Mungu atakuwa anawajibu dua zao, atakuwa anawajibu dua zake Nabii Isa alayhi salam na Imam Mahdi alayhi salam. Kwa hiyo Nabii Isa atashikamana na Imam Mahdi katika masala kama hii. Nabii Isa alayhi salam atakaa. Nabii Isa alayhi salam baada ya hapo atatoka, atakwenda kufanya haja, atafanya umra, atamzuru Mtume sallallahu alayhi wasallam Madina. Nabii Isa alayhi salam ataishi, na katika kuishi yani atatekeleza amani, na amani itadumu katika dunia, katika ulimwengu. Yani anavyozungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kutakuwa na rutba nyingi sana, amani itadumu, ulimwengu utakuwa umeenea ni Uislamu tupu, yani Uislamu wote, yani kutakuwa kumeenea Uislamu. Kwa hiyo na Mwenyezi Mungu atajalia yani ni khairi, na watu kudumu katika maisha ambayo ni ya sawa, na maisha ambayo ni mazuri. Na kisha Nabii Isa alayhi salam atafunguliwa na Mwenyezi Mungu, kwamba kuna Allah subhanahu wa ta'ala atamfungulia kwamba wachukue yani wale ambao wako na yeye na Imam Mahdi kwa pamoja, yani kuelekea katika mlima Tur, yani mlima wa Sinai. Na katika kuelekea katika mlima wa Sinai anamueleza kwamba anafungua, yani yuko tayari kufungua katika viumbe vyake ambavyo hakuna yeyote anaweza kupambana nazo isipokuwa Allah peke yake. Na hawa viumbe ni Yaajuj na Maajuj, yani hawa ni Juj wa Maajuj. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atawafungulia, na viumbe kama hawa hakika tunaelezwa, yani tukisoma hata katika sura Al-Kahf ambao wametajwa katika baadhi ya sura tu, ni sura 2 nafikiri, yani wametajwa katika hiyo viumbe ambao ni yani wanafanya fisadi nyingi katika ardhi. Yani ni viumbe ambao ni wafisadi. Ndipo pale Allah subhanahu wa ta'ala anamfunulia Nabii Isa alayhi salam kwamba hataweza kupambana nao. Kwa hiyo wachukue watu waende wapi? Waende katika Sinai. Kwa hiyo watu watatoka kwenda katika Sinai, na kisha Yajuj na Maajuj watafunguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na hakika kwa kweli ni viumbe ambao ni wafisadi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba ile group ya kwanza itafunguliwa itakapotoka, watakwenda katika ziwa moja ambalo litakuwa na maji yani, na kisha watakunywa maji kama yale, wamalize maji kama yale kutoka katika ziwa. Subhanallah, yani viumbe vya aina gani hivyo? Kwa hiyo wakitoka wengine wa pili watakuja watasema, la, hapa katika sehemu hii zamani kulikuwa na maji, vipi hakuna maji sasa hizi nkauka? Ushaona? Na kisha watatoka wataanza kuvuruga, yani wakikutana na wanawake watafanya fisadi, yani wanawake wa kisisi pia wao ni katika maumbile ya kibinadamu, lakini ni viumbe ambavyo ni tofauti. Kwa hiyo watafanya fisadi na wanawake na wanaume, watawaua, watafanya uchafu, watafanya kila aina fisadi. Na kisha Nabii Isa alayhi salam atakuwa na Imam Mahdi katika mlima yani ni Tur katika Sinai, yani na kutakuwa na watu wengine pia wako kule, na kisha wale watafanya fisadi katika ardhi tuseme ni nzima ile yote, kisha alafu wataelekea katika Sinai.
wakielekea katika Sinai. Nabii Isa alayhi salam na Imam Mahdi watamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaondolee mbali viumbe kama hivi. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala atawaletea tuseme ni taun, ugonjwa wa taun kutoka katika mawingu, na kila ukimwangukia mtu yani ugonjwa kama ule akimwangukia yule tuseme ni Yajuja na Majuja, itawakatakata, na katika kuwakatakata kwao itaweza kuwamaliza, na watakuwa wameenea katika ardhi, maiti yao wamekufa wingi sana. Kwa hiyo Nabii Isa alayhi salam watataka kushuka na Imam Mahdi, na kama tunavyojua yani Nabii Isa alayhi salam yani kama mtume anavyomzungumzia yani ni mtume ambaye tuseme ni msafi sana, yani hapendi yani tuseme hata harufu mbaya hapendi kusikia. Kwa hiyo Nabii Isa alayhi salam watakapotaka kushuka utasikia ile harufu mbaya, kisha watarudi tena juu, watamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba kuna harufu sana katika ardhi, kwa hiyo hatuwezi kushuka katika ardhi ya Allah, yani tutakasia ardhi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataleta ndege ambao ni wana shingo ndefu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ni kama wale ngamia ambao ni bukhta, yani wale ngamia wana shingo ndefu, yani wataweza kuinua zile maiti za Juja na Majuja, yani waende wakazitupe mpaka pale Allah Subhanahu wa Ta'ala atakapokadiria. Mtume akutaja ni wapi, ila amesema hayo. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala ataleta mvua ambayo itanyesha katika 40. Yani mwenye kusimulia amesema aliulizwa ni siku 40 ama miezi 40 ama miaka 40, lakini akasema la, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema 40, kwa hiyo haelewi ni miezi, mwaka, miaka ama siku. Naam. Kwa hiyo akasema 40. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ataleta mvua, na mvua itanyesha, itatakasa, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ardhi itatakata yani, na kisha itakuwa na rutuba. Mwenyezi Mungu ataamrisha ardhi kutoa mimea ya rutuba na matunda yani chini yake, na Nabii Isa alayhi salam ataweza kukaa ndani yake, yeye na Imam Mahdi pamoja wataeneza watu katika kuwaita katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuweza kutekeleza katika sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuweza yani ataondoa jizya, yani kutokoko na rutuba, ardhi itakoko yani ni sawa, kutokona na pesa ni nyingi mpaka mtu atakayopewa dhahabu na pesa atazikataa, atasema mimi mwenyewe ninazo, sina pale ya kuweza kufanya nini, kuweza kuzipeleka. Naam. Kwa hiyo watakaa yani mpaka masala kama haya ni mpaka ndio utasimamisha uadilifu na amani katika dunia, na mpaka Imam Mahdi ataondoka, yani atakufa mwanzo yani kabla ya Nabii Isa alayhi salam, na Nabii Isa alayhi salam atakaa katika hii dunia, na Nabii Isa ataoa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anazungumza kisha na Nabii Isa atafariki na atazikwa Madina. Katika riwaya nyingine inazungumza kwamba atazikwa katika yani karibu na Rasul sallallahu alayhi wasallam, pale Mtume sallallahu alayhi wasallam amezikwa yani kwa kabla ya Nabii Isa alayhi salam, na nyingine inazungumza kwamba atazikwa Madina. Kwa hiyo na atakapoondoka Nabii Isa alayhi salam, ndo pale yani anazungumza, anasema kutakuja sasa sequence za alama za kiyama, yani atatoka mnyama ule dabbatul ardh, yani atatoka mnyama mkubwa katika ardhi, atazungumza na binadamu, kutaonekana kumetoka moto mkubwa upande wa Yemen, kutokea Yemen, na moshi imejaa katika yani imejaa yani katika dunia, yani itajaa moshi. Ni alama zote, na wanadamu wataletwa na majaribio tena, wataanza kumkufuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, wataruka mipaka katika sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Allah Subhanahu wa Ta'ala ataleta upepo mwembamba sana, yani utaingia mpaka kwenye makwapa yani na vifua za wale ambao ni wema yani waumini, na kisha itawafanya wale waumini kuweza kufa. Mwenyezi Mungu atazikabili nafsi zao, roho zao, na wale ambao ni wabaya watabakia kwenye hii dunia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataleta yani tuseme mtetemeko wa ardhi, na atakapoleta mtetemeko wa ardhi kutakuwa yani hakuna kitu kinaweza kustahimili yani ndani yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mwanzo, anasema kwamba kutakuwa na mtu ambaye anamtengezea ngamia wake birika ambayo ya kunywea nayo maji. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam itakapotokea hizi alama yani sequence baada ya sequence, yani hii baada ya hii, yani Nabii Isa atakapoondoka haitakuwa ni sana, ni muda mrefu, yani itakuwa inatokea kwa kutokea. Anasema kutapigwa na ile tarumbeta ambayo ni ya kwanza. Anasema ikishapigwa ile tarumbeta ya kwanza ni kwamba yani yule ambaye hata anamwekea ngamia wake tuseme ni birika ya kunywa maji, yani atatoka na fahamu na kuanguka na kufilia mbali. Anasema Rasul sallallahu alaihi wasallam kila kitu kitakufa kile ambacho kiko hai ile tarumbeta ya kwanza ikipigwa. Na kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala ataleta mvua. Mwenyezi Mungu ataleta mvua na maji ambayo ni kama miale, yani atabeba maiti yao na kila kitu. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala ataiweka tena ardhi katika hali nyingine, kisha kutapigwa na tarumbeta nyingine ya pili, ambao ukipigwa tarumbeta nyingine ya pili, subhanallah, kila mtu ataweza kufanya nini? Kuinuka. Naam, hii ni katika alama za siku ya mwisho ambazo sote tunafaa kuzingatia katika masala kama haya, na kuwa katika kuandaa katika siku kama haya. Ni kuandaa katika siku kama hii ni kwamba tuweze kuelekea katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Naam, inshallah khair. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa haya machache na namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala rahma na amani zake zimfikie kipenzi chetu na kipenzi chake bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ahli zake na masahaba wake wote, na kuzingatia masala kama haya ni kwamba Allah ndo mwenye kujua zaidi kile ambacho kitatokea katika siku za mwisho. Yani ni ilmu tu na hadithi. Naam. Shukrani ustadha, ni ilmu pana mengi umetufahamisha hii leo. Tuzingatie na mafunzo yote ambayo tumeyapata, na Mwenyezi Mungu tusahilishie hiyo siku ikifika na kuzidishie ilmu maarifa na tukutanishe sote peponi. Na namuomba Mwenyezi Mungu atuwezeshe tumudu kufanikisha yote mema na kuepukana na yote maovu hadi juma lijalo, Mungu akipenda, kuanzia saa 6 hadi mwendo wa saa 7. Maasalam, zidi kujumuika nasi kitimu saa 7 kamili. Tutawapa fursa ya kusikia adhan, na baada ya adhan basi tuwajibike tuswali kwa wakati, tuswali kabla hatujaswaliwa. Maasalam.